Ni matumaini yangu kuwa umzima buheri wa afya mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Serikali ya Tanzania imesema inaendelea kufanya juhudi za kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizopo katika sekta ya elimu nchini ili kukidhi mahitaji muhimu ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari nchini, ikiwa ni pamoja na kutatua tatizo la upungufu wa madawati. Akijibu maswali ya wabunge katika kipindi cha maswali ya papo kwa hapo kwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo Pinda, amesema ufinyu wa bajeti katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi umekuwa ukichangia kwa kiasi kikubwa kutofikiwa kwa malengo ya kupunguza changamoto hizo kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na darasa la kwanza. Swala hili la elimu limezaa changamoto nyingi sana. Lakini kwangu mimi changamoto zote hizo ni jambo ambalo lazima tuende nalo, tunalikabili siku hadi siku. Tumeongeza enrollment yetu kwa kiasi kikubwa sana. Darasa la kwanza mpaka la 7. Matokeo yake ni kweli limezaa sasa idadi kubwa ya mahitaji ya shule za sekondari. Na hivyo kwenye A level na hivyo kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba changamoto zipo nyingi ambazo lazima twende tuhangaike nazo, tuhakikishe tunazifikisha mahali pazuri. Rai yangu kwa bunge ni kuendelea kusaidia serikali hii. Budget ya Wizara ya Elimu izidi kukua siku hadi siku. Sababu msingi wa yote haya ni budget constraint. Tukiwa na budget na hakika mambo mengi yatakwenda. Tuendelee na kurasa. Vijana nchini Tanzania wametakiwa kushiriki kikamilifu katika swala la usafi wa mazingira kwa kuwa wao ndio wenye uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko kwa kukataa uchafu katika maeneo wanayoishi. Wito huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na vijana kutoka vikundi mbalimbali ambao wameshiriki kufanya usafi wa mazingira katika maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani hii leo. Tuna mifuko ambayo ina takataka, tunatembea huku tunaokota takataka ambazo wenzetu wanaopita wanazitupa ovyo. Sasa hii ni kuonyesha kwamba inabidi tuwe na uelewa wa kutunza takataka zetu, sio kuzitupa ovyo, kwa sababu zinachafua mazingira yetu ambapo uhai wetu unategemea mazingira haya. Tanzania kwa ujumla 60% ni vijana. Kwa hiyo vijana ndio tuna nguvu ya kuweza kuonyesha kwamba ni jinsi gani tunaweza tukaleta mabadiliko katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi wote tunaishi kwenye mazingira. Kwa hiyo tuna wajibu wa jamii kwa kila mtu kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Kwa hiyo tunatembea kuanzia Mwenge mpaka Biafra, na tumeamua kupita kwenye barabara kwa sababu ni sehemu ambayo leo kwanza ni siku ya kazi, hiyo ni moja. Pili, ni sehemu ambayo watu wanaweza wakaona kirahisi na kujifunza. Problem of trash or waste is everywhere. Come to Harare, you find the same problem. Go to Nairobi, you find the same problem. So I'm here in Tanzania. I have to play my part because Africa is one and we are one African, so it's one love. I'm playing my part here. Awakening people to be the leaders, to see that we have a problem, that nature is telling us we have a problem. We have a dengue fever outbreak, we have cholera, we have typhoid, dysentery, malaria. All of these things are caused from uchafu. So we need to amka sasa, and we need to be the change. You know, one plastic bag is taking 400 to 800 years to completely break down. And even then it is not completely broken down. It is still in the air and in the water. If we look in this water, you will see how chafu it is. You walk along the side of the road, you will see how chafu. We need people to change their habits, to naleta mabadiliko kweli, to be the one that says no to takataka, takanoma. Tumalizie kurasa kwa hili. Madereva wa bajaji wa kilichokuwa kituo cha mabasi cha Mwenge jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wamelalamikia ukosefu wa abiria na kupungua kwa upatikanaji wa kipato chao cha siku kufuatia kuhamishwa kwa kituo hicho. Wakiongea na kurasa, baadhi ya madereva hao wamesema hali ya maisha sasa inakuwa ngumu kwa upande wao, tofauti na ilivyokuwa hapo awali wakati kituo hicho kilivyokuwa kikitumika. Hata hivyo, madereva hao wameiomba serikali na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kuangalia uwezekano wa kuyaruhusu mabasi ya daladala yanayopita katika eneo hilo lilokuwa kituo cha mabasi cha Mwenge kushusha abiria, kutokana na sasa kutowaruhusu kabisa hata kushusha abiria. Nilikuwa naomba kama inawezekana, yani wangejitahidi hata kwamba wangeruhusu tu mabasi yakishatoka huko wapi, wakishafika hapa, yani wawe tu wanashusha abiria alafu wanaendelea kule, ndio kiwe hata kama kituo kikubwa, lakini baada ya muda fulani waturudishe, yani warudishe hapo kiwe kama kituo kama kawaida. Lakini ukweli ni kwamba wangejitahidi, yani magari kama nani hapa yakishafika hapa yanashusha,
yakifika pale nani yawe yanashusha hapa hapa maeneo ya Mwenge, kwa sababu hapa ni center. Watu wengi sana wanapata shida sana. Kwa upande wangu naweza kusema kituo hiki cha Mwenge kimetikisa Dar es Salaam. Sisi tu wafanya biashara dogo dogo, hata wenye wafanya biashara kubwa kubwa wa maduka bado imewasili. Na mpaka sasa hivi tumekaa kama unaomba toka asubuhi hatujapakia hata abiria moja. Tupo tumekaa tu kijiweni. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@atv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika. Kurasa.